Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Dwakeo TV. Rais wa TLS Boniface Mwabukusi kupitia mtandao wa Twitter ameainisha mambo ya msingi ya mabadiliko katika kuliponya taifa la Tanzania. Boniface Mwabukusi ameandika mambo 6 ambayo yanatakiwa yafanyike mabadiliko au marekebisho ili taifa liweze kuponyeka. Nukuu hichi ambacho ameandika Boniface Mwabukusi katika mtandao wa Twitter, na nukuu: mambo ya msingi mabadiliko katika kuliponya taifa. 1. Katiba mpya inayotokana na maoni ya wote. Tunahitaji katiba mpya iliyoandaliwa kwa uwazi na ushirikishwaji wa wananchi wote, si ya wanasiasa peke yao. Hii katiba lazima iwe mwongozo wa haki, usawa, wajibikaji na ulinzi wa kila raia bila upendeleo. 2. Uhuru, usalama na haki ya kupata taarifa sahihi. Kila mwananchi anapaswa kuwa na uhakika wa uhai na usalama wake bila hofu ya kutekwa, kupotezwa au kushambuliwa. Aidha, kila tukio linalohusu uhai wa binadamu lazima litolewe taarifa kwa uwazi na mamlaka husika, ili familia na taifa kwa ujumla lijue kilichotokea na kuchukua hatua stahiki. 3. Mwafaka wa kitaifa kwa maridhiano ya kihistoria. Ni lazima tufike makubaliano ya kweli ya kitaifa yanayojumuisha vyama vyote vikuu vya kisiasa, viongozi wa dini, asasi za kiraia na sekta binafsi. Mwafaka utakomesha siasa za visasi na kuandaa njia mpya ya mshikamano wa taifa. Namba 4. Mfumo mpya wa uajiri na uteuzi serikalini. Tunahitaji chombo huru cha kisheria kitakachoratibu na kusimamia mchakato wa ushindani wa wazi katika kupata viongozi na watendaji wa taasisi kuu za umma. Uteuzi usitokane na upendeleo wa kisiasa, bali uwezo, uadilifu na uweledi. Namba 5. Kuondoa mashauri ya kisiasa mahakamani. Mashauri yote ya jinai na madai yanayoibuliwa kwa sababu za kisiasa yanapaswa kuondolewa mahakamani ili kuepusha matumizi ya mahakama kama chombo cha kulipiza kisasi na kudhibiti wapinzani wa kisiasa. Namba 6. Kuanzishwa kwa tume jumuishi ya kimataifa. Tume ya kisheria yenye uwakilishi mpana iundwe ili kuratibu hatua za kupatikanaji kwa mwafaka na maridhiano ya kitaifa kabla ya kuanzisha mchakato wa katiba mpya na marekebisho ya kisheria. Tume hii iwe na mamlaka, bajeti na mpango kazi wa wazi unaojulikana kwa umma. Mwisho kunukuu maandishi ambayo Boniface Mwabukusi amechapisha katika chapisho lake kwa umma ili kutaarifu kwamba mambo ya msingi ya mabadiliko katika kuponya taifa. Hayo ni mawazo ya wakili msomi kweli Boniface Mwabukusi, lakini rais wa TLS kuhusu mabadiliko katika kuliponya taifa. Una maoni gani? Kama Mwanakeo TV, tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu ni Dwakeo TV, tuna wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.